Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo, na mbele ya yote nikiitwa mchungaji Jimmy Baseka, ambao ninasimama hapa kwa niaba ya kanisa la Holy Pentecost hapa Victoria, Melbourne, katika nchi ya Australia. Lengo langu mimi kuweza kusimama hapa kwa siku ya leo ni kuhitaji zaidi sana kuweza kujulisha ulimwengu wote mzima kwa ajili ya neno la Mungu katika kitabu kile cha Mathayo, ile sura yake ya 28 kwenye mstari wake wa 19 hadi mpaka 20, ambapo panasema ya kwamba Yesu Kristo alipokusanya wanafunzi wake aliwaambia ya kwamba nendeni katika ulimwengu wote mzima, eti mkawafunze watu kuweza kutii maneno yangu, na hatimaye yeyote yule atakwenda kusikia neno hilo muweze kumbatiza katika jina la Yesu Kristo. Katika ile mstari wake wa 20 ndio panamalizia pakisema kwamba eti nitakuwa niko pamoja nanyi, eti mimi niko pamoja nanyi. Na sisi kama vile kundi la Praise Choir hapa ndani ya nchi hii ya Australia tumechukua hatua hiyo katika hali ya kuweza kusambaza injili ulimwengu wote mzima. Ndio sababu nimetanguliza nikisema kwamba kwa kusimama mahali hapa ninakuja kuweza kuwajulisha kwa albumu ambayo albumu ina kichwa cha Shikilia Neno la Mungu. Ni albumu ambayo tumekwenda kuitoa katika tarehe hizi 20 mwezi wa 11 mwaka huu wa 2022, ambao ni albumu tumekwenda kuipata changamoto kubwa sana, lakini kizuri chote ni lazima kipitie changamoto, kwa sababu neno la Mungu linatuambia ya kwamba eti Mkristo ni kwamba changamoto au tatizo huimiza Mkristo ndani ya safari. Tumepata changamoto tangu mwanzo wa kazi hiyo hadi mpaka kuweza kumalizia. Changamoto ya kwanza tuliyoipata katika hali ya kuweza kufikia hatua hii ya kutoa au ya kusambaza albumu hii ni changamoto kwanza, kama vile waimbaji ndani yetu, mmoja ni wafanyakazi ambao inatubidi pia tuweze kufanya mazoezi kwa nyimbo, tuweze kujiandaa katika mambo mengine, na wakazi huku nayo pia inatutaka, na hicho kilikuwa kikisababisha kabisa sisi tunajisikia kama vile hatuwezi, lakini tunashukuru kwa sababu Mungu amekuwa upande wetu na kazi hiyo imekwenda kufanyika kama gisi Mungu alikwenda kupendelea. Changamoto ya pili ni kuhusu jinsi ambavyo tulivyokuwa tukienda katika hali ya kuweza kutoa au kuweza kufanya nyimbo hizo katika sehemu tofauti. Najua kwenye nyimbo ile ambao ina kichwa cha Nipe Nguvu, ni nyimbo ambayo tumeifanya kwenye mlima fulani. Tulipotoka kwenye mlima huko, tumefika sehemu ambapo tunahitaji zaidi sana kama vile kuweza kuweka gari upande. Gari mahali pale imekwenda kuzama. Tukawa kama vile watu ambao wamekuwa katika nchi zetu zile za Afrika, ambao likukutana mabarabara yana matope yana nini, lakini tumemaliza karibia muda wote wa saa, ila tumeona maajabu ya Mungu mahali hapo. Kwa upande wetu hatungeweza kutoka mahali pale hadi paka ndio wale ambao walijisikia ndani yao wakiona jinsi gani tunavyotaabika kwa ajili ya kuweza kutoa gari mahali pale, walisimama wamoja wao ambao hatujui, na hatimaye wakatusaidia gari hiyo ikatoka. Tukashukuru Mwenyezi Mungu. Kingine cha pili, tunamshukuru zaidi sana aliyokuwa ni msimamizi wa kutushika video hii. Kweli alipiganisha katika hali zote zile, na tulikuwa tukienda naye vizuri sana na katika maelewano, na hayo tuliona kabisa kweli ametumikishwa na Mungu, kwa sababu kila chochote ambacho tulikuwa tukipatana naye ni lazima kilikuwa kifanyika hivyo. Kwa hiyo katika hali hiyo sasa, kwa machache, ni mengi ambayo naweza nikazungumza kwa ajili ya changamoto, lakini pia kwa machache tunashukuru Mungu kwa wote, kama vile kanisa walituombea. Kuna watu wengine tofauti waliojua kuwa tunafanya kazi hii, nao pia walituombea. Tunawashukuru kwa ujumla. Kwa hiyo kwenye mkutano huu ni kwamba tunaomba kwa yeyote yule ambaye atakwenda kubahatika
kuweza kusikia nyimbo hizi, na tuna matumaini ya kwamba zitakwenda kumbariki zaidi sana, kwa sababu ni nyimbo ambazo zinatuonyesha na mahali tulipotoka na kile tulichokuwa nacho, tulichokipokea. Ni wajibu wetu tuendelee na kukishikilia, kwa sababu siku ziko zinakuja ambao watu wengi zaidi sana watatafuta neno la Mungu, lakini halitawezekana, hawataliona. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, wewe unayenisikiliza katika muda huu, shikilia kile ambacho ulichokipewa na Mungu, kwa sababu huo ndo ushindi wako. Na katika hali zote zile ni kwamba sisi tuko mahali hapa katika hali ya kusambaza injili kupitia nyimbo, na yawezekana pia unakuwa na hitaji kuhusu maombi nini. Hata hali hiyo ni lazima tunaifanya. Unaweza ukatuita kwenye namba zetu hapo, hivyo ni lazima utatupata na tutakusaidia katika njia ya maombi au kimaombi. Mungu akubariki, Mungu atubariki, na azidi pia kuweza kufungua moyo katika hali ya kuweza kutambua kwamba siku zinakuja ambao wengi watatafuta neno la Mungu lakini hawatalipata. Basi katika hali zote hizo, Mungu akubariki na abariki ulimwengu wote mzima kwa ajili ya utukufu ya yule ambaye aliyeumba mbingu na nchi. Asante sana.